Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Tumaini Setumbi, mimi ni afisa maendeleo ya jamii kutoka Wizara ya Ardhi, makao makuu Dodoma. Nimekuja kushiriki Samia Ardhi Clinic katika mkoa wa Shinyanga ambayo inafanyika katika maeneo mawili, manispaa ya Shinyanga lakini na manispaa ya Kahama. Na kliniki hii tumeona kwamba imekuwa na mafanikio makubwa sana katika siku hizi 6 ambazo tumekuwa mahali hapa zikiendelea, kwa sababu mwitikio wa wanawake umekuwa mkubwa. Asilimia 66 ya wanawake wameweza kuhudhuria katika kliniki hii. Kwa hiyo utaona kati ya wanaume na wanawake wamekuwa ni wengi. Inaonyesha kwamba kumekuwa na hamasa kubwa, wanawake wameona kwamba wameonwa, lakini wameona kwamba wamepewa kipaumbele. Lakini pia hii imesaidia pia kuleta hamasa katika jamii kuona umuhimu wa mwanamke kumiliki ardhi. Lakini pia imesaidia pia kuongeza idadi ya hati miliki ambazo zinamilikiwa na wanawake. Lakini pia imeweza kusaidia migogoro mbalimbali ambayo inahusiana hasa migogoro ya mirathi ambayo imekuwa ikitokeza, imeweza kusuluhishwa katika kliniki hii. Kwa hiyo kliniki hii imekuwa imeleta matunda makubwa. Kama wizara tunatarajia kwamba itakuwa ni endelevu, itaendelea kila baada ya muda itakuwa inaendelea, ili kuwawezesha wanawake waweze kuwa kipaumbele na wao waweze kumiliki rasilimali ardhi ili waweze kujikwamua kiuchumi. Mama, kwa jina naitwa Leo Komba, ni kamishna wa ardhi msaidizi wa mkoa wa Shinyanga. Kama ambavyo tulikuwa tumehabarisha hapo awali, ni kwamba tarehe 2 mpaka leo tarehe 7 tulikuwa tunaendesha kliniki ya ardhi iliyokuwa inaenda kwa jina la Samia Ardhi Clinic, ambapo lengo kubwa ilikuwa ni kuwalenga akina mama, kuwahudumia akina mama, tukielekea kwenye wiki kilele cha tarehe 8, siku ya wanawake. Kwa hiyo kliniki yetu kwa mkoa wa Shinyanga tumeifanya hapa Kahama, manispaa ya Kahama pamoja na Shinyanga, manispaa ya Shinyanga. Kwa ujumla wake, kwa kweli kliniki hii imekuwa ya mafanikio makubwa, kwa sababu mara zote kama tunavyoelewa akina mama wamekuwa wako nyuma kidogo ya umiliki wa ardhi, lakini toka tumeanza mpaka leo asilimia kubwa waliojitokeza ni akina mama, takribani asilimia 67. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ni asilimia 70 na asilimia 33 ndio akina baba, kwa sababu pia akina baba hatukuweza kuwafukuza wala kuwatenga, kwa sababu na wao pia wako nyuma ya akina mama. Kwa hiyo tumekuwa na mafanikio makubwa ya kutoa elimu kwa kina mama, kujua masuala yote kwa ujumla ya mirathi, lakini pia utakuta mama anakuja yuko na watoto, anasema kwamba watoto wake hawamsaidii au labda wamemtenga, anataka ushauri afanye nini sasa anavyoweza kuwarithisha wale watu ambao yeye angependa warithi hizo ardhi, lakini pia na kujua mustakabali mzima sasa wa umiliki kwenye hati. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kwa kweli tuseme limekuwa la mafanikio. Akina mama wamekuwa na mwamko mkubwa, na kama wengine ambao unaona hapa wamejitokeza, na hapa sasa hivi nimetoka kumhudumia mwanamama, tunampa utaratibu wa namna ambavyo anaweza akamilikishwa, vielelezo vipi vinahitajika ili miliki yake pia iwe salama. Lakini wakati mwingine unaweza kukuta kwamba mwananchi au mama hana nyaraka fulani, lakini unamweleza kwamba nyaraka hii unaweza ukaipata sehemu fulani. Kwa hiyo hiyo inamsaidia hata yeye kwamba mwisho wa siku nyaraka hizi zote wanazotuletea zinatunzwa kwenye mafaili yetu. Tuko hapa leo Kahama tukihitimisha zoezi letu la Samia Ardhi Clinic. Samia Ardhi Clinic ni zoezi ambalo limeanza tarehe 2 na linaenda kukamilika leo, ikiwa ni moja ya kuelekea maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani ambayo huwa inaadhimishwa kila tarehe 8 mwezi wa 3. Basi Wizara ya Ardhi kwa kushirikiana na ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Shinyanga imeandaa kliniki za ardhi ambazo ndio zinahitimishwa leo katika manispaa ya Shinyanga pamoja na manispaa hii ya Kahama. Zoezi hili limefanyika kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kupata elimu kuhusiana na ardhi, lakini kuwasaidia katika umiliki wa ardhi.
wanawake watambue haki zao katika umiliki wa ardhi na kuwapa hamasa ya kumiliki ardhi kwa kupata nyaraka zilizo sahihi. Hii ni matokeo ya maboresho ya sera ya ardhi ya mwaka 1995 ambao maboresho yake ya mwaka 2023 ni kwamba mwanamke ana haki ya kumiliki ardhi sawa na mwanaume bila kuzingatia mila na desturi. Hapo awali mwanamke alikuwa anamiliki ardhi, lakini kulikuwa kuna kipengele kwamba mila na desturi zitazingatiwa. Sasa katika mila na desturi, kuna baadhi ya desturi za makabila yetu mwanamke hawezi kumilishwa ardhi, lakini sasa sheria imempa nafasi mwanamke kumiliki ardhi sawa. Kwa hiyo tunashukuru zoezi letu limeenda vizuri na wananchi wamejitokeza kwa wingi, hasa wanawake wamepata haki zao, na pamoja na kwamba zoezi hili limehitimishwa leo, tunapenda kuambia kwamba ofisi zetu ziko wazi. Ofisi za ardhi katika kila halmashauri ziko wazi. Wananchi wasiziogope ofisi, wafike, watapatiwa huduma zote za ardhi zikiwemo na kupatiwa hati miliki za kumiliki. Naitwa Theobaldina Kasakanta ama jina maarufu Mama Kasakanta. Nimekuja kwenye kliniki hii ya ardhi kwa ajili ya kupokea hati yangu, hati miliki. Namshukuru Mungu nimeweza kupata hati miliki yangu bila usumbufu wowote. Ninatoa wito kwa wakina mama wenzangu wenye viwanja ama wenye majumba wajitokeze ili waweze kupata hati miliki ambazo zitawasaidia katika kuendeleza maisha yao na kuwa na uhakika kwamba kile walichonacho ni cha kwao.